wamepangiwa mauti, lakini anaingia kwenye maombi ya mfungo kwa ajili ya Mungu amsaidie, ili mauti isitokee kwenye nyumba yake, mauti isitokee kwa watoto wake, mauti isitokee kwake mwenyewe. Kwa hiyo zipo sababu mbalimbali ambazo mtu zinaweza zikamuingiza kutafuta uso wa Mungu kwa njia ya kufunga. Haleluya. Lakini kuna wale ambao anaingia kwenye maombi ya kufunga akiwa na nia nyingine, kama tulivyoona Wayahudi waliingia kwenye maombi ya kufunga, lengo kubwa kumuua Paulo. Haleluya. Mungu anachosoma, anasoma kitu gani? Mungu anasoma nia ya mtu ndani ya kufunga. Nia yake ni nini? Lengo lake ni lipi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu hata hivyo ambariki sana mfalme Yehoshafati, kwa sababu baada ya kuona vita, Biblia inasema akajinyenyekesha atafute uso wa Mungu. Akatangaza kwa watu kufunga ili wamtafute Mungu, ili awapiganie Mungu kwenye ile vita. Ashukuriwe Mungu, mfalme Yehoshafati alikuwa ndani ya mfumo. Kwa sababu alikuwa ndani ya mfumo, ilikuwa rahisi Mungu kumsaidia, ilikuwa rahisi Mungu kumpigania. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ninapozungumzia mfumo, nazungumzia kitu gani? Ninapozungumzia mfumo, nazungumzia kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6. Biblia inasema Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Haleluya. Kumbe Mungu anapozungumzia kwamba Yesu ndiye njia, manake zipo njia nyingine, lakini Biblia inasema Yesu ni njia. Njia kwa ajili ya nini? Njia kwa ajili ya mtu kupata msaada wa Mungu, njia kwa ajili ya mtu kupiganiwa na Mungu, njia kwa ajili ya mtu kupata mahitaji yake kwa Mungu. Yesu ndiyo njia. Haleluya. Kwa nini nasema Yesu ndiyo njia? Biblia inasema baada ya dhambi kuingia bustani ya Edeni, baada ya mwanadamu ambaye Mungu alimuumba wa kwanza, Adamu na Hawa, akawaweka bustani ya Edeni, Biblia inasema wakamuasi Bwana. Walivyomuasi Bwana, Mungu akakasirika. Mungu akawatoa bustani ya Edeni. Mahusiano ya Mungu na mtu, dhambi ilipoingia bustani ya Edeni, yakavurugika. Yalivyovurugika mahusiano ya Mungu na mtu, Mungu kwa vile jinsi alivyompenda mwanadamu, akamtuma tena Yesu kwetu. Akamtuma Yesu alete kitu gani? Akamtuma Yesu alete wokovu. Kama ni njia mojawapo ya mwanadamu kumtafuta Mungu, kama ni njia mojawapo ya mwanadamu kumrudia Mungu, kama ni njia mojawapo ya mwanadamu kupata msaada wa Mungu. Kuna mtu hajanielewa bado. Nasema hivi kwamba unapotafuta msaada, lazima utafute msaada ndani ya mfumo. Bado kuna mtu hajanielewa. Nasema hivi kwamba unapotafuta msaada, mfano unatafuta msaada kwa rais wa Tanzania, utafuta msaada kwa Mama Samia, lazima utafute msaada Tanzania. Uweze ukatafuta msaada kwa rais wa Tanzania upo Uganda. Unatafuta msaada ndani ya mfumo. Haleluya. Ukitafuta msaada ndani ya mfumo, rahisi kupata msaada. Haleluya. Unapomtafuta msaada nje ya mfumo, ngumu kupata msaada. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia juu ya nini? Nazungumzia juu ya wokovu. Nazungumzia juu ya wokovu, kwa sababu wokovu ndio njia pekee ambayo Mungu ameifunua kwetu. Biblia inasema kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata dhambi ilipoingia kutaka kumpoteza mwanadamu, akamtoa mwanaye wa pekee. Alimtoa Yesu kwa ajili ya nini? Akumtoa Yesu kwa ajili ya aje tu atembee. Akumtoa Yesu pamoja alikuja kuhubiri, pamoja alikuja kufundisha, pamoja alikuja kufanya miujiza mikubwa, lakini lengo la kumtoa Yesu kama sadaka kwa ajili ya mwanadamu aokolewe, kwa ajili ya mwanadamu apone, kwa ajili ya mwanadamu alirudi tena kwa Mungu, kwa ajili ya mwanadamu kutafuta uhusiano wake na Mungu, kwa sababu uhusiano wa Mungu na mtu ni muhimu kuliko chochote. Na ndio maana Mungu alipompoteza mwanadamu, dhambi ilipoingia bustani ya Edeni, Mungu, Biblia inasema kukawa na nanilia mbinguni kwamba tumtume nani ulimwenguni ili akamuokoe mwanadamu. Haleluya. Biblia inasema Yesu akakubali ili aje afe kwa ajili yangu, kwa ajili yako, ili aje amwage damu yake kwa ajili yangu, kwa ajili yako, ili ni njia, afungue mlango kwa ajili ya mwanadamu kumrudia Mungu, kwa ajili ya mwanadamu kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inaeleza kwenye kitabu cha Yohana 14 kwamba hakuna njia nyingine. Njia ni moja ambaye ni Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Biblia inavyosema Yesu ni njia, kweli na uzima, manake zipo njia nyingine. Kama zipo njia nyingine, manake sio za kweli. Haleluya. Na kama sio za kweli, manake hazina uzima ndani.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa somo hili, mtu wa Mungu, likujenge ndani yako. Likujenge ndani yako juu ya kitu gani? Likujenge ndani yako ujue kufunga kwa namna vile inavyompendeza Mungu ukiwa ndani ya mfumo. Na ndio maana nikakupa mfano kwamba uweze ukamtafuta rais wa nchi lakini upo nchi nyingine. Hapana, unamtafuta rais wa nchi ukiwa nchi. Haleluya. Ndivyo unavyozungumzia mfumo wa kimungu. Unavyomtafuta Mungu aliye hai, lazima uwepo kwenye mfumo wa kwake. Unamtafuta ndani ya mfumo, ndipo utamuona, ndipo atajidhihirisha, ndipo utapata msaada wake. Mungu akubariki sana. Kwa siku ya leo, naamini kabisa umejua kufunga ni nini.